ni ujuzi wa amida. Sawa, sasa tukirudi kwa upande wako, je, hizi dawa ambazo za kumfanya mtu agaragari kwenye tope kama kambale zipo kwako? Hizo dawa zipo. Unajua sasa hivi teknolojia tunajitahidi sana kuboresha. Unajua zamani zilikuwepo za kawaida ambazo mtu unaweza ukamwekea tu, labda hizo ukampa kwenye chakula hakala, ndio hizo wenyewe mnaita marimbwata humo kama mnavyoyasikia, mtu akavumbaa. Kwa yule mtu akawa anamsikiliza tu mama anasema nini. Na kwa upande mwingine watu wafahamu kwamba hii dawa haijatengenezwa kwa sababu ya kuzuliwa wanaume. Hii dawa pia hata mwanaume anaweza pia akatengenezewa, akafanyia mke wake, na mke wake pia akawa hatoki ndani. Na maana kuna wanawake pia unaweza ukawakuta wako tu ndani, wao ni ndio tu mzee anapoinua mdomo na yeye ndipo anaposikiliza, ni kutii kila anashindwa hata kwenda kujishughulisha. Nao pia huwafaa. Kwa hiyo hii dawa inangata huku na huku. Haingati tu pande mmoja, ila ni nani aliyemwahi mwenzake. Sawa. Kuna kipindi kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na mganga mwanamama alikuwa akitamba sana kwa dawa zake ambazo kama mwanamke akichepuka ama mwanaume akichepuka wanaenda kuganda. Je, tunataka kufahamu hiki kitu na hapa kipo? Kama Watanzania wanaweza kakijaribu kwa hapa? Dawa za kunatana sio kwamba mwanamama anajigamba. Dawa za kunatana zipo. Zipo, sema wanaoziweza kuzifanya ni wachache kwa sababu zina utaratibu wake. Na hata jinsi ya kuweza kutengeneza pia zina prosesi zake, kwa sababu hata utengenezaji wake ukielekezwa ni vitu vya ajabu sana. Nadhani utakuwa unafahamu udongo mfinyanzi. Kwa wale watu wa miaka ya nyuma huko kwenye 80 tulikuwa tuna michezo yetu ya kutengeneza binadamu kwa kutumia udongo ule. Huyu mama, huyu baba, na wakati mwingine tunawatengeneza kabisa wakiwa na maumbile ya kibinadamu, kwamba hawa sasa wanaoana ndio tunakuwa nao, yani mke na mume tunawatandikia. Sasa swala la tego linaweza likatengenezwa kwa njia mbili, kwa kutumia udongo mfinyanzi. Ukachukua ule kwenye kichuguu, ukautengeneza, ukaenda ukaiweka katikati ya njia za panda, lakini kuna manuizi yake ukaweka. Sawa, huku mama na huku baba, lakini ukaweza kuweka majina ya wale wahusika. Lakini hayo hayatengenezwi kwa watu ambao hawajaoana. Hayo ni wale wanandoa ambao labda aiza mmoja wapo anachapuka kwa mwenzake. Sasa mmoja anamueleza mwenzake, bwana wewe unatenda kitu fulani, au una rafiki yangu aiza fulani na fulani. Sasa mmoja anabisha mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa unapobisha, sasa ndio ule mtu, kwa sababu yeye anaona wewe unatenda jambo fulani, alafu wewe unambishia. Sasa ili afanye nini? Ili apate kukushuhudia kwa macho yake. Ndio ile watu wanapotoka sasa, bana huyu mimi mke wangu au mimi huyu mume wangu nimeshamueleza anatoka nje ya ndoa, lakini amekataa. Sasa nitafanyaje niweze kumkuta titi for tati? Naenda kumfanyia tego. Sasa ndo namfanyia tego. Kwa hiyo utafanya lile tego, kwa sababu ndo kama nimekuambia kwamba unaweza kutengeneza kwa njia ya udongo. Na unaweza kutengeneza kwa hala zile za watu ambao wazee wanachomekeaga visu vyao hapa, au kama Wamasai unaona wanachomeka zile wanachomekea ile. Sasa mle katika ile hala kule chini ndo kuna vitu ambavyo vinaweza vikakaa. Sawa. Huyo ni mwanaume ambaye, kwa sababu mwanaume ana uwezo wa kutembea na ile hala. Mwanamke ndo anaweza kutumia udongo ule mfinyanzi akaenda kauweka sehemu. Kwa hiyo sasa kama wakinatana kule katika mabishano yao yale na nini, amekishamkuta hafanye nini, ndo akichomoa sasa ile. Au aiza kama watu watakuwa wamestuka wakimwona ule mtu anatembea nacho kile kiala chake, hata kama ni kidogo, kuna ndugu yake limetokea ile tukio, akimwai tule mwanaume tu pale kwa kule wanaachiana. Unaona, ila sasa kwa mwanamke sasa ndo paka watu wagundue kinjia cha panda pale alipotega kile ndo kina, yani wanatunzana katika ile hali sifikia hatua hiyo. Maana ukiona mpaka imefikia hatua hiyo jue ni hatari. Lakini mtazamaji wa Triple Media, kama mtaalamu hapa alivyotuambia kwamba hiyo inafaa ni kwa wale wanandoa tu, sio wale ambao sijui wana vicharo baby sijui wana michepuko, hiyo haifai. Sasa turudi katika utendaji wako wa kazi. Unatoa tiba za namna gani na kwa kipengele gani? Labda tunataka kufahamu kwamba tiba zako unazozitoa ni kipengele hiki na hiki na hiki, na tiba zipi ambazo wewe huzifanyi kabisa?
Mimi tiba, unajua sisi katika haswa kama mimi katika tiba zangu hizi, mimi nashughulika na mambo ya kibiolojia ya binadamu. Unajua binadamu ana mambo mengi sana. Na kadiri unapokuwa umezungumza na mteja wako, ndio unajua kwamba huyu ana tatizo gani na uweze kujua jinsi gani ya kuweza kumsaidia, na kuna mengine unaweza ukampa ushauri. Sio mengine yote yanahusiana na mambo haya. Japo tu watu wengi sana wanajua kwamba wanakapokuwa wamekuja huku kwetu basi lazima awe amerogwa. Hapana, si hatushughuliki tu na masuala ya kurogana. Kuna matatizo mengine binafsi kwa sababu sisi tunatumia miti. Unaona, kwa sababu miti iko toka enzi za mababu. Sawa, kuna watu walikuwa wakiuma matumbo, malaria, wakifanya mambo mengi sana, lakini walikuwa wakitumia miti shamba. Kwa hiyo tunawasaidia matatizo mbalimbali, homa hizi, kisukari hizi kutuliza, lakini sio kuponyesha. Kuna hali fulani ya kuweza kuishusha, kuikakaa katika hali fulani, pressure hizi, watu mfano miguu, watu kufa ganzi na masuala hayo. Japo watu wengi sana wanakuwa sana labda ambao keza tu kule, bwana tumia njia hii, njia hii inaweza kumsaidia kwenye shughuli zake, kwa sababu chuma ulete nazo pia ndio limekuwa takilio kikubwa kwa watu. Na sio hapa tu au watu wa kawaida, hata kwenye mabenki wale wanaita ndio materazi sijui wale. Kwa kweli nao wanapata shida sana chuma ulete. Maana yake watu wakasema mabenki, sasa mabenki hawachukui kwenye safe, ila wale materazi wanaopokea kwa kweli wanavilio na wanafika, tunawasaidia hivyo kwa sababu wao benki kama benki haijui hivyo vitu. Kwa hiyo yule anayekusanya yeye pale ndo baadaye anafunga mahesabu, unakuta msala kwake. Au hawa Tigo Pesa, mtu anajikuta na hesabu hela kabisa hivi kwa umakini, au tena ndo usiseme kila siku wanalia hao Tigo Pesa. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Sasa hapo kwenye chuma ulete tumezungumzia kwa upande wa mtu kujikinga na mtu ambaye anakuja kudokoa zile pesa. Vipi kwa upande wa yule mtu ambaye anataka sasa hilo chuma ulete lio linamletea hela? Kwa hiyo tunasikia chuma ulete. Mimi huwa sitengenezi kwa ajili ya watu wa chuma ulete iwe nawaletea hela. Mimi kazi yangu ni kupambana na maadui. Kwa hiyo sasa wale wanaotengeneza kwa ajili ya kuwadhulumu watu ambao wanahangaika kwa kiutafuta riziki zao, alafu wewe umekaa tu unacheza zako bao, zinaingia tu, watoto wanasoma, wanafanya nini, shughuli zako hazieleweki. Kwa hiyo wale mimi ndio ambao napambana nao. Kwa hiyo nachoweza kuwafanyia ni kuwashauri, labda tu njia ambao watu, kwa sababu iko ni kilio kikubwa, labda ni kuweza tu kuwaelekeza ni jinsi gani wanaweza wakapata huduma za kwanza hata wakiwa mbali watakapokuwa wameona. Na huduma hiyo, kwa sababu unaweza ukanitafuta tu mimi mwenyewe, haiza hata kwa kunipigia simu, kwa sababu inakuwa ni bure, kwa sababu tunajitolea. Kwa hiyo unaweza ukaona mambo kama hayo, unaweza ukanitafuta kwa namba zangu ambazo ni 0712 55 31 69, nyingine ni 0755 631291. Maana wasije wakaja kwenu, bwana tumesikia chuma ulete, hebu tuelekeze ni jinsi gani, ukashindwa kuwajibu. Maana wengine unajua unavokuja kama hivyo, unajua sasa na wewe ndio unafahamu kile kitu. Sasa ninachowaomba kwamba bora waniulize mwenyewe, alafu mimi mwenyewe nitawajibu na nitawaelekeza. Wakishindwa waingie tu kwenye mitandao Instagram wapi, hapo utanikuta huko. Okay, sawa. Tukiendelea kusalia hapo katika swala la tiba. Umekuwa nguli kwa kufahamika kwa ile tabia ya kuharibu, tunasema majini ya watu yale, kupita mtaani na kuwafurumusha yale. Saka nyoka hiyo anaita. Nakumbuka Morogoro pia uliweza kufanya hivyo na watu waliweza kunyolewa upara. Sasa hii kwa sasa hivi ipoje, kupita nyumba hadi nyumba, mkoa hadi mkoa, kufanya usafi, kuhakikisha vitu ambavyo vashiriki vote vinaondoka? Mimi nadhani kwanza watu wasione nipo kimya, wakajua kwamba ile operation imeisha. Unajua kila kitu kinakwenda, alafu kuna muda unapumzika kidogo kwa ajili ya kujipanga upya. Unajua kali miaka inavyokwenda, na wale watu wabaya wana mbinu mpya ambazo wao wanazitumia. Kwa hiyo wana renew. Kwa hiyo kama hivi sasa hivi tunaangalia wao wamekuja na teknolojia gani, ili na mimi niweze kutoka na teknolojia gani. Na kule nako kuna teknolojia? Wao nao wanabadilisha, kwa sababu kuna vile vitu huwa vina expire. Vile vitu vinakwenda baada ya muda vinakuwa havina nguvu. Kwa hiyo wanakwenda, ndio maana unawakuta watu wanaotumia hivi vitu wa kuzuru watu hawana maendeleo, kwa sababu vile vitu kwanza vina gharama kubwa.
Yani wanatumia gharama kubwa, mamilioni ya hela. Yani anaweza akauza hata kibanda chake. Anayari yeye mwenyewe atembee vyovyote vile, lakini amiliki mnyama ndani. Okay. Yeah. Sasa unajua mfano huo sio sisi tunalinganishwa hivyo. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Kama upo muda mrefu katika mitandao humo, Ndiyo, unasikiaga majambazi wanapoiba, wanashirikishwa nani, wanasema polisi wanahusika hapa. Sijui umenielewa. Unajua siku zote wanasema polisi lazima watakuwa wanajuana na majambazi. Hujai kusikia hizo tetesi? Nishawahi kusikia. Sijui umenielewa. Kwa hiyo hata sisi binadamu unajua hashaguliwi neno la kuzungumza. Binadamu analosikia kuzungumza, yeye anazungumza, lakini ukweli utabaki kwamba sisi tunafahamu mbinu zao kama vile polisi wanavyofahamu mbinu za majambazi. Sijui unanifahamu. Kwa hiyo ndio yani ujuzi wetu tuliokuwa nao, au ndio somo letu ambao tuliokuwa nalo. Kwa hiyo lazima wale tuwajue ndo tuweze kufanya nini? Tuweze kuwakamata. Lakini kama hujamjua huwezi kumkamata. Kwa hiyo sisi hatushirikiani nao. Ndiyo. Sawa, mchawi anabaki kwa mchawi, mganga anabaki kwa mganga. Sawa. Hila sisi tunachokuwa tuna mipaka, kwa sababu mipaka yetu yeye kazi yake ni kuroga, si kazi yetu ni kufanya nini? Kuagua. Kwa sisi tunapingana nao, maana tuna vita. Kwa hiyo wao wakifanya hivi sisi tunapingana nao. Kwa hiyo hata wao sisi wanatuchukia. Sio kwamba wanatupenda. Mfano mimi hapa huwa wakati mwingine nafika huko juu natoa mawe juu. Kwa sababu kuingia humu ndani hawawezi. Kwa hiyo wanaweza wakasimama kule, wanarusha tu majiwe huko. Wakati mwingine unapanda kule juu, unatoa ile mawe unayatupa. Sio, unanifahamu? Kwa sababu wamekushindwa. Sasa wanaona kwamba huyu anazidi kufanya nini? Kutuwekea sisi kigingi. Kwa sababu mimi katika eneo la mtaa wangu wanajua kwamba huyu mtu yakuepo hapa, tukifanya kitu fulani watu watakimbilia pale. Kwa hiyo lazima waende kidogo baadhi ya nyumba kadhaa. Kwa hiyo kama mimi kutoka hapa mpaka sehemu fulani, unaweza ukaweka ulinzi au jirani yake atakuja. Kwa hiyo sasa kile nacho kinawauzi sana. Kwa hiyo lazima wanakuta narusha mawe. Kwa hiyo inakuwa ni shida kidogo. Sawa, kumekuwa na desturi ya baadhi ya waganga wa tiba za asili kwamba ukienda kwake ili akwambie tatizo lako atakwambia, lakini anakuwa hataji chanzo cha tatizo ni nini, kwamba anamficha yule mtu ambaye amekufanyia hilo tatizo. Je, kwa wewe unamtaja mtu ambaye amefanya tatizo hilo kwa mbaya wake? Unajua zamani watu walikuwa wakitaja matatizo, kwamba fulani kuna matatizo, lakini unajua kutaja watu fulani ni fulani, unajua mambo ya kurogolezwa, umjui mtu amepata athari kiasi gani. Kwa hiyo unaweza kusababisha matatizo mengine ya mauaji, na sio kitu kizuri. Na ndio maana tunapendelea sana mtu atakapokuja hazungumze tatizo lake yeye kama yeye. Akishazungumza, kwa sababu tayari sisi tuna uzoefu. Sawa? Kwa hiyo katika ule uzoefu tunaweza kumuelekeza, basi bwana, kutokana na tatizo hili tutakusaidia kwa njia hizi, kwa njia hizi. Kwa hiyo hilo kwanza pia tunahitaji sana hata wateja zetu wapende sana kuzungumza matatizo yao ili waweze kusaidiwa. Lakini baadhi ya wateja wengi sana unapowauliza matatizo yao hawataki kueleza, wanataka wewe ndio umueleze. Sasa si kitu kizuri, kwa sababu ya hiki kitu ambacho unakifanya. Umepata mafanikio gani kutokana na kutibia watu na wewe kujikimu wewe mwenyewe kutokana na watu wasije kukufanyia ya mambo? Na umezunguka mikoa mingi sana kwenda kufanya shughuli na watu, kuwasaidia watu kwenye makampuni. Faida gani ambayo umeipata kutokana na kazi hii? Mimi ninachoshukuru faida kwanza nilioipata kubwa ni kuweza kuwasaidia watu na watu kuweza kwanza kutoa shukrani. Unajua unapowasaidia watu na watu wanapoleta shukrani, hata kama hujapata kikubwa, lakini ile mtu ukamsaidia katika matatizo yake na akapata kupona ugonjwa wake, mtu akakuletea shukrani, kwanza hiyo ni faida kubwa sana ambayo mimi najivunia. Kwa sababu unajua kwa umri ambao niliokuwa nao na wakati toka nilivyoanza shughuli, unajua watu wengi zamani walizoea kumuona mtaalamu au babu, na au mkienda kama hivi mkute kijumba cha nyasi, mkute nini. Lakini mimi ninachoshukuru kwamba utaalamu niliokuwa nao mimi na wazee wangu, kwamba masharti yale lazima kumiliki nyumba ya nyasi au kutembea pekupeko au kufanya nini, hilo kidogo alipo ameniruhusu niweze kufanya maendeleo na mengine, hata shughuli zangu zingine. Na kikubwa zaidi katika kile kidogo ambacho nilichokuwa nakipata, nilijitahidi kuinvestment katika biashara zangu zingine. Mimi nakuwa nashughulika sana masuala ya transfer ya madaladala hizi.
na biashara ya kuchimba visima vya maji vile na kuweza kusupply maji kuweza kupata 200. Basi nilivyokuwa nimejiendeleza hivyo, basi nikabahatika kupata na vijumba viwili vitatu ambavyo napangisha ili mradi kuweza kunikimu, kwa sababu siwezi kutegemea mtu aje hapa ili nipate ile pesa ndo nikiweze nikaendeshe familia yangu, hapana. Kwa hiyo kitu kingine ni kuweza kwanza nachojisifu, sababu katika shughuli hizi zinaweza kunisomeshea mtoto wangu anasoma, sababu bila tatizo lolote na mambo mengine yanakuwa yanaendelea. Sawa, tukibaki hapo hapo, je, hakuna mastaa wote hapa nchini Tanzania ambao wamebisha hodi kwako na ukawasaidia? Sio tu mastaa, sisi unajua kazi zetu hatuchagui binadamu. Unajua star akiwa huko, lakini unapoumwa wewe sio star. Unapokuwa na tatizo wewe sio star. Mastaa hapa wanafika. Hata baadhi ya viongozi wanafika. Tunawasaidia kwa sababu wao ni wanadamu. Na wao wana matatizo yao. Acha uongozi wako, lakini bado kuna matatizo ya kifamilia. Kwa hiyo lazima ufike katika njia zingine ili uweze kusaidiwa. Kama nilivyokuambia, sio kwamba mtu anapofika hapa lazima awe mshirikina. Sijui umeelewa, hapa kuna tiba za kila aina, kuna miti mingi ambayo iko hapa. Kwa hiyo watu wanafika hapa wana matatizo yao, unaona? Kwa hiyo hata humu hospitalini usifikiri kwamba sisi hatufahamiki, labda ukienda Muhimbili sisi hawatujui michango yetu. Muhimbili wanajua, ukienda Amana wanajua, na hata kule wagonjwa wengi wakati mwingine wanawashauri nendeni tiba, sio nendeni kwa mtu fulani, nendeni tiba mbadala kidogo, kwa sababu tatizo hapa tumefanya hivi, lakini imeshindikana. Ila kwa sababu wale madokta na wao ni binadamu, wanafahamu asili ni nini. Unafahamu? Kwa wanakuambia mnendeni kidogo mkajaribu na vitu vingine. Sawa. Kwa hiyo wanakuja, tunawasaidia na mitishamba na watu wanaweza kufanikiwa. Na ukitaka kujua trakimu hizo kwamba huku kwetu sisi kuna trakimu kubwa sana. Yaani watu watapohangaika huko, lakini lazima wafike. Hata kama sio kwangu, lakini wanafika sehemu nyingine, watafika sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna trakimu kubwa sana katika hizi shughuli zetu, na katika hizi shughuli zetu zina mchango mkubwa sana katika afya, na tumejitahidi sana kuokoa maisha ya watu wengi tu kwa kutumia hizi, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya asili. Uwezi hata ufanyeje wewe, uchoma sindano zako fanya nini, lakini mambo mengine ni ya mila. Ndio maana wanakuambia watu wa Swahili, ya Kaisari mwachie Kaisari. Okay, sawa. Tuje katika upande wa maisha. Vipi kuhusu swala la familia? Labda una mke ama una watoto? Wapo? Mimi nina watoto 2, lakini sikupata ndani ya ndoa, lakini ninao, naishi nao. Sikuweza bahatika kuoa kidogo kutokana na mikwazano kidogo. Kwa sasa hivi nadhani mnaweza mkapata mialiko muda wote sasa hivi nikachukua. Kwa sasa hivi unatarajia kuchukua jiko? Natarajia kuchukua jiko. Kwa hiyo wao watoto ulizaa na mwanamke mmoja ama kila mtoto ana mama yake? Kila mtoto alikuwa na mama yake. Nao nilipata muda kidogo kwa sababu sasa hivi ni mabinti, ni wakubwa. Nilipata muda kidogo huko. Okay, sawa. Una miaka mingapi? Bwana, unataka kunizesha miaka hiyo vipi? Hilo libaki kapuli. Kwa nini utaki kutuambia miaka yako jamani? Bwana. Asili watu wajue kwamba kweli kijana anafanya kazi, ama kama umefikia hatua ile. Sio mingi sana, sio midogo sana. Niko wewe kwa kuona na miaka. Mimi kwa kukisia siwezi nikakisia jamani. Hamna, hilo tuliache kidogo. Au ndio ile tutakufungia bahati nyingine. Kuna wale wanataka kuwa pangia, nilimwambia na miaka 20, kumbe na miaka 40 mzee huyu. Tukaleta shida.